Majina yangu kamili ni mchungaji Profesa Jacobo Mutashi na ni makamu mwenyekiti wa makanisa ya Kipentecost wilaya ya Ilemela, lakini pia ni mchungaji katika kanisa la EAGT Kiloleli hapa Mwanza. Niongelea habari za Pasaka, lakini zaidi sana nijikite kufafanua habari za Ijumaa Kuu. Niseme tu kwamba kwanza Pasaka historia yake ni ndefu, inahitaji muda wa kutosha, lakini watu wasome kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 yote waisome, ndipo watakuta neno Pasaka limeanzia huko kwenye uhuru wa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Farao, mateso ya miaka 430, na ndipo Mungu alitoa agizo hilo waondoke sasa kupata uhuru wao. Lakini wale Pasaka waiandae Pasaka, ikaitwa Pasaka ya Bwana. Sasa ikaingia katika kalenda ya Wayahudi, ni kalenda kabisa. Kwa hiyo Yesu alipotumwa kuja kwetu kwa ajili ya kutukomboa, basi kalenda hiyo inazingatiwa. Yesu alivyozaliwa, siku ya Christmas nikipata nafasi nitakuja kufafanua alivyozaliwa. Sasa hivi ni Pasaka. Kwa hiyo ikafikia wakati wa kukamatwa kwake na kusulubiwa na kutimiza agizo la Mungu kwamba atufie sisi, ateswe kwa ajili yetu, apoteze nafsi yake na uhai wake kwa ajili yetu. Hapo ndipo sasa watu wanahitaji kujua, na uwezi ukaongelea Ijumaa Kuu bila kutaja Alhamisi Kuu, kwa sababu maandalizi yanaanza siku ya Alhamisi ambapo Yesu anatafutwa akamatwe na vikao vinafanyika akamatwe, na ndipo na Yuda anakuja kumsaliti kwenye hiyo Alhamisi anapokamatwa usiku baada ya chakula cha jioni cha Alhamisi hiyo. Tena watu wakisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 na 27, mimi niwaeleze kilichopo, kwa sababu nikisema nipakue nisome muda haupo, lakini soma sura nzima 26 mpaka sura 27 utakutana na Alhamisi jinsi ilivyokuwa. Wanafunzi wanamuuliza, Bwana, tukuandalie wapi ile Pasaka na wanafunzi wako? Na yeye akatamka, akatoa maelekezo, ikaandaliwa Pasaka Alhamisi hiyo. Akiwa chakulani ndio ikaitwa meza ya Bwana. Hayo yote watu wanahitaji kuyajua. Wakiwa chakulani wakala wakamaliza, ndipo Yuda alipoonyesha dalili zote za kumsaliti. Maana aliwaambia atakaye kula kwenye bakuli moja na mimi, huyo ndiye atakaye nisaliti. Baada ya chakula tu, na muda umekwenda si mwingi, ndipo walipokuja sasa wakamataji, kikosi maalum kabisa. Ndio maana nimesema watu wasome Mathayo 26 na 27, watakutana na mambo hayo. Walipokuja kumkamata hiyo siku ya usiku baada ya chakula, na akachukuliwa kwenda kwenye mashtaka yake. Sasa muda utoshi kueleza, lakini alivyoteswa, alivyoshutumiwa, alivyotukanwa, alivyosingiziwa, ukisoma hizo sura utapata kila kitu. Ikatokea sasa asubuhi ambayo ndio Ijumaa, unaona ameshakamatwa, lakini sasa amepelekwa kwa Pilato, kuanzia kwa Kayafa kwa Pilato. Sasa mashtaka yanavyoendelea sasa, hapo usisahau kwamba walikuwa mambo mengi yamejaa, kusingiziwa, kushutumiwa, lakini inabidi sasa, kwa kuwa ilikuwa katika mpango wa Mungu, neno litimie, kutemewa mate, kutukanwa na watu wasiostahili. Sasa hiyo siku ya Ijumaa kama ya leo ndio akawa kwenye hukumu zenyewe kabisa, na ikatoka hukumu kwamba asulubiwe. Sasa asulubiwe, kusulubiwa kwa maana Biblia ni kusulubiwa ni mateso yaliyozidi mateso ya kawaida. Kwa sababu kama unasikia kwamba alivikwa kofia ya miba au taji ya miba, usije ukadhani kwamba ni miba ya kawaida ya kuchoma hivi. Ni miba ambayo inapigwa kwenye kichwa hivi, twap, inapasua mishipa yote, hata ile midogo. Kwa hiyo uso wote, kama tungekuwa na picha tukaipata picha, maana hata kwenye video au kwenye TV wanaonyesha sehemu tu hivi, lakini kichwa chote kilijaa damu, mwili wote ulijaa damu.
mateso yaliyopita, mateso ya kawaida kwa siku kama ya leo. Sasa ninaposema damu, tayari umeshapata picha kwa nini siku ya Ijumaa wengine hawali nyama. Unapiga picha Mwokozi ambaye hakutenda dhambi yoyote, anasulubiwa kwa ajili yangu, anatoa damu kwa ajili yangu, anatoa uhai wake kwa ajili yangu. Wengine wanaposema hakuna haja ya kula nyama, una sababu ya kuwahukumu, kwa sababu inategemea kila mtu jinsi aonavyo. Na hata kama ikitokea ukaacha kula nyama siku moja ya Ijumaa, ina madhara gani? Sasa kwa hiyo ikaitwa hiyo ni Alhamisi Kuu, kwa maana kwamba ni maandalizi. Sasa hii ni Ijumaa Kuu, kwa maana ndio siku yenyewe, siku ya siku ya kusulubiwa, ya kubebeshwa msalaba wake, ya kuwekwa msalabani na mateso ya kila namna. Mpaka ilipofika saa 6 ya mchana mpaka saa 9 ya mchana, Biblia inaeleza kabisa kulikuwa na giza kubwa juu ya nchi kabisa. Mateso yalivyokwenda hivyo mpaka amekata roho, tetemeko lilitokea na ikawa ni shida kabisa juu ya nchi, kwamba kuna kitu kinaendelea. Kumbuka Yesu hakuwa mwanadamu wa kawaida, japokuwa alizaliwa kama mwanadamu na akaishi kama mwanadamu ili sisi tujifunze. Lakini kuanzia saa 6 mpaka saa 9 Ijumaa. Ukisikia watu wanaita Ijumaa Kuu, ni kweli, kwa sababu mambo yaliyotendeka kwa siku kama ya Ijumaa ni makubwa, na ndipo Yesu aliposulubiwa, masulubisho ya mwisho, na mpaka kaisalimu amri yake, roho yake hapo katika msalaba, akapoteza uhai wake kwa ajili yetu, ili sisi tupate wokovu na tupate ukombozi wetu. Wakristo tunaamini hivyo, kwa sababu inaanzia huko kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee ndio huyo Yesu. Na ukisoma maandiko mengine, Yesu mwenyewe pia akakubali kuacha utukufu wake, akaja kwetu kama mwanadamu, kama sisi. Sasa ndio maana nimesema ikiwa Christmas ikitokea pia nikapata nafasi, nitaeleza alivyozaliwa katika hali ya umaskini, na katika hali hiyo mpaka kama sisi tu, ili atuokoe na ili watu wamwamini. Kinyume cha hapo, kama angekuja kama malaika, inawezekana watu wasingemwamini. Kwa hiyo Ijumaa ilikuwa imejaa tukio kubwa hilo ambalo limefikia hitimisho la Mwokozi wetu Yesu Kristo kutoa uhai wake. Lakini saa 6 mpaka saa 9 ilikuwa juu ya nchi ni giza kuu, alafu isitoshe na makaburi yakafunguka. Ikawa ni shida, tetemeko lilikuwa kubwa sana. Lakini wakati wa jioni sasa, wakati wa jioni wa hiyo Ijumaa, kama leo hivi katika Ijumaa, ndipo ule mwili baada kuwa amekata roho pale msalabani, mtu mmoja ni tajiri katika Almataya anaitwa Yusufu, akaja kuomba ule mwili kwamba si vizuri Mwokozi kama hivi basi kae hapo mwili, sasa mwisho wake itakuwa ni nini? Akaomba kwa Pilato, akaomba ule mwili, wakamruhusu, akauchukua na akaenda kuuzika katika kaburi ambalo yeye alikuwa ameliandaa. Lilikuwa la kwake huyu tajiri, kwa hiyo ameliandaa. Siwezi kujua zaidi kama alikuwa ameliandaa kwa ajili ya kumzika Yesu, lakini lilikuwepo ni kaburi la heshima linalomstahili Mwokozi kama Yesu. Akamzika pale, akamhifadhi pale kwa heshima zote. Sasa wakasemezana Wayahudi kwamba kama alivyokuwa akifundisha huko kwamba baada ya siku 3 atafufuka, ili hekalu anaweza kalivunja. Unajua Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano kwamba hekalu hili naweza nikalivunja alafu nikalijenga katika siku 3. Sasa siku 3 alikuwa ni fumbo, ana maana kwamba atazikwa lakini siku ya 3 atafufuka. Sasa walipofikiria hilo na wakalikumbuka, ndipo walipoviringisha jiwe kubwa sana, wakaliweka pale, likapigwa na muhuri, wakaweka na malaika. Kwa sisi tunaosoma vitabu vingine, sio malaika wa kawaida. Kwa Kiswahili cha leo ni mabouncer, niseme namna hiyo, na ni maaskari
tungekuwa tunafuata tunaona maaskari wetu nadhani kila jeshi letu hapa, ukienda immigration, ukienda magereza, ukienda polisi, ukienda JWTZ, kuna watu maalum ambao hata ukikutana naye kabisa wako kama makomando hivi. Sasa kwa upande wa siku hizo hatuwezi kwenda huko kuwaita makomando, lakini Biblia inasema askari kabisa wakailinda lile kaburi kwa kukumbuka kwamba alisema kwamba atafufuka. Siku 3 atajenga kaburi. Inawezekana huyu wanafunzi wake wanaweza kuja kumuiba alafu akasema amefufuka. Kwa hiyo likalindwa. Sasa ili Mungu aonyeshe uwezo wake pamoja na maaskari kulilinda, sasa ndipo tunaelekea sasa siku ya kwanza Jumamosi yuko kaburini, ni siku ya pili, alafu siku ya 3 ambayo ni siku ya Jumapili. Katika kalenda ya Biblia, katika kalenda ya Wayahudi, Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Na hilo halina ubishi. Kwamba ni siku ya pili, sijui ni siku ya 7, ni siku ya kwanza ya juma. Atafufuka, na kweli akafufuka. Na walipokwenda kuliangalia kaburi wanakuta kuna sanda tu pale juu hayumo. Na askari wote wametetemeka na hawapo, kila mtu amechanganyikiwa. Tutasema nini? Sasa hilo ni somo jingine ambalo nadhani nikija kuongelea habari za Pasaka yenyewe, Yesu amefufuka, utakuja kuona kabisa kwamba hata askari wenyewe walipewa rushwa ili waseme kwamba tulikuwa tumelala, watu wakaja wakamuiba ili kudhoofisha ule uwezo wa Mungu. Lakini Mungu alivyokuwa amesema siku ya 3 atafufuka, ni kweli akafufuka kwa uwezo wake Mungu. Na makaburi ya watakatifu mengi yalikuwa wazi na watu wakawatokea watu. Kila mtu akaona sasa kuna kitu kimetendeka cha utukufu wa Mungu. Sasa hilo ni somo jingine kwamba alifufuka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, na hiyo ndio Pasaka yenyewe ambayo tutakwenda kusherehekea. Wakristo wote tunasherehekea, japokuwa watu wengine wanadhani hakuna haja kufanya sherehe, kufurahi, lakini tunafurahi kwa sababu ni ushindi wetu. Ndio siku ambayo ukirudi kwenye Pasaka ile ya wana wa Israeli ilikuwa ni furaha kubwa sana kutoka kwenye mikono ya Farao miaka 430 mateo. Sisi tumeteswa na shetani katika dhambi. Unajua tumekuwa watumwa. Hawa ni watumwa wa Farao upande ule, lakini sisi wanadamu tumekuwa watumwa wa dhambi. Watu wanatumikishwa na dhambi, hawana uwezo wa kujikomboa wala kujinasua wenyewe kwenye hiyo dhambi. Mpaka Yesu alipofufuka, sisi wa Kristo tunasema tumeshinda. Yaani tunashangilia ushindi wetu. Je, kama asingefufuka, wokovu wetu na ukombozi wetu ungekuwaje? Na kama alizaliwa asingekufa, tungekuwa na mzee wa miaka mingapi mpaka leo? Kwa hiyo unakuta Christmas na Pasaka zinawiana na zote zina umuhimu mmoja. Sasa kwa hiyo hilo liko hivyo kwamba Ijumaa umuhimu wake ndio huo, kwamba ndio siku ambayo Yesu kabisa alikata roho na akazikwa. Na kwa hiyo ni siku ya muhimu sana, siku ya muhimu sana, na watu wanaweza kutafsiri wanavyotaka, lakini umuhimu wake mkubwa ndio huo, hata ikapewa Ijumaa Kuu kwa matukio yaliyotokea siku ya Ijumaa. Na pengine labda utuambie kwa nini watu wanafunga wanaelekea sasa siku ya baada ya kufunga ndio ni Pasaka. Sasa ni kalenda ya Wayahudi. Hiyo ndio maana nimesema Pasaka inaanzia kwenye historia, kitabu cha Kutoka. Watu wasome sura ya 12, hata wakianzia 11 sawa. Waone jinsi Mungu alivyotoa agizo kwa Pasaka ya kwanza kabisa ya wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Farao. Alitoa agizo kabisa kwamba siku hii mnapoondoka itambulike kwamba ni Pasaka ya Bwana, kwa maana ya kwamba Pasaka yenyewe walichinja wanyama, mbuzi, ndama, kondoo kwa ajili ya Pasaka hiyo, kwa ajili ya kupata ile damu ambayo walipaka juu ya mimo ya milango na madirisha. Sasa yule malaika aliposhuka siku hizo za Misri, za Wayahudi, za Farao, kwamba Wamisri wote wazaliwa wa kwanza, ilikuwa ni pigo la mwisho. Kumbuka ilikuwa mapigo 10 aliyopigwa Farao, lakini hatoi kibali. Sasa la mwisho akasema hili ndio la mwisho na atawaachia. Mungu aliamuru kabisa kila mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama lazima afe.
lazima auawe. Kwa hiyo wale malaika wauaji walipita kila nyumba. Sasa alama kwamba wana wa Israeli wasiwemo kwenye hao ni ipi? Ni ile ambayo kuna wana wa Israeli kwenye hiyo nyumba iliwekwa damu ya mnyama kwenye milango, kwenye madirisha. Sasa yule malaika akifika kaona damu, anapita juu ya hiyo nyumba. Ndio inaitwa Passover. Unajua ukitafsiri Pasaka kwa Kiingereza ndio unaipata vizuri. Passover of the Lord. Alipass over hizo nyumba zenye damu, na ndio wokovu na ukombozi wa wana wa Israeli. Kwa hiyo tena Mungu akaagiza katika hiyo mistari nimwambie wasome 12 yote na 11 Kutoka. Alisema hata wajukuu zenu na watoto wenu watakapowauliza nini maana ya maadhimisho haya, maana mpaka leo tuna Pasaka. Hata Yesu alipozaliwa sio kwamba alileta Pasaka, alikuta Pasaka zipo zinaendelea, na yeye alishiriki Pasaka nyingi tu. Na hiyo niliyosema kwamba chakula cha mwisho na wanafunzi wake ilikuwa ni Pasaka. Walimuuliza tukuandalie wapi Pasaka? Maana siku za kukamatwa kwako umesema ziko karibu. Unaona? Kwa hiyo ndio wakala Pasaka, chakula cha mwisho na wanafunzi wake. Na ndio ikaitwa meza ya Bwana. Na tunafanya mpaka leo. Na alitoa maagizo, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Lakini katika Kutoka ile niliyowaambia watu, mwende msome ndugu zangu, naomba msome ili muipate vizuri. Muda unitoshi mimi. Lakini utakuta Mungu alisema mtakapoulizwa na watoto wenu na watoto wa watoto wenu, waambie kwamba hii siku ilikuwa ni siku ya muhimu sana kwetu na kwa baba zetu na babu zetu, kwamba alipoangamiza wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa mnyama, alipita juu ya nyumba zetu, alipass over nyumba zetu. Na kwa hiyo Mungu alitoa kwamba agizo hili na sherehe hii na sikukuu hii iadhimishwe milele yote. Na umuhimu wake ndio kama huu. Tuache hiyo sasa, tuweke kwenye uhuru wa kawaida tu wa kibinadamu. Kila nchi inasherehekea siku ya uhuru wake. Ni siku ya muhimu sana. Sasa sisi uhuru wetu sisi watakatifu wa leo au wanadamu wa leo ni uhuru kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Yesu alikuja kutufia, kutukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, kwamba kila mwaminie hatahukumiwa. Na kweli kila aliyompokea, mmoja wapo ni mimi hapa, kiu za pombe zinapokwenda wala hujui, kiu ya uzinzi zinapokwenda wala hujui. Ukishampokea kuna nguvu fulani. Sasa hiyo ni mambo ya imani. Ni mambo ya imani kabisa. Tunaamini hivyo. Ukishampokea ndani ya moyo wako, kiu ya pombe inapokwenda, kiu ya uzinzi inapokwenda, kiu ya ugomvi inapokwenda, kiu ya wizi inapokwenda, kiu ya ufisadi inapokwenda, kiu ya chuki inapokwenda, tunajaa roho za msamaha, roho za huruma, roho za ukarimu, roho za fadhili, kumpenda Mungu, tunafanya ibada, tunapenda ibada. Sasa naweza kushangaa, huyu ni mwanadamu yuko duniani lakini sio mzinzi. Anawezaje katika hali ya kawaida? Wanaojitahidi kwa hali ya kawaida kukwepa uzinzi na kukwepa ulevi, ni siku 2-3 anarudi. Kwa sababu kiu bado imo. Lakini nguvu ya Yesu ndio hiyo, akishaingia, ni imani hiyo, akishaingia ndani ya mtu, kiu zote inabaki zamu yake huyu mtu kuishi maisha ya kumcha Mungu na kumtafuta Mungu.